lakini namuomba mama wale watoto waliozaliwa siku hiyo wapime wote DNA kwa sababu inaweza kuwa yamkini katika wale waliopimwa wale watoto si wa kwetu. Kwa kweli kama mama na kama mwanamke nilishindwa kuvumilia kumuona kwanza mzazi wa Neema, lakini na Neema mwenyewe ambaye ndiye aliyejifungua. Sisi wanawake tunajua uchungu wa kupoteza mtoto. Huduma ya mama na mtoto anasema iko wapi? Mtoto wangu ameteseka siku zote. Kwa jina naitwa Sabrina Andrea Larubare, ni mkazi wa kata ya Daraja 2, mtaa Ndaruvoi, pia ni balozi. Ninashukuru sana Swahili Media pamoja na Miladi Ayo baada ya jana kutufikia nyumbani kwetu kwa kile kilichotutokea tarehe 24 baada ya mtoto wangu kubadilishiwa mtoto na kupewa mtoto ambaye sio wa kwake. Kiukweli nashukuru sana hivi vyombo vya habari, nimeamini kweli ni vyombo vya wananchi. Pia namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona kilio chetu na kukuvalia njuga. Pia namshukuru mkuu wa mkoa Mheshimiwa Christian Paul Makonda kwa kuvalia njuga ya swala hili, na viongozi wote mbalimbali sekta ya afya walioamua kufuatilia swala hili. Ni swala linaloumiza kwa kweli na limetuathiri kisaikolojia, na mtoto wangu ameathirika kisaikolojia, hata mimi pia. Kwa hiyo namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Ndikuwa na ombi maalum kwa mama kwamba kwa sababu huyo nesi aitwaye Glory alifanya ukanganyifu wa kubadilisha watoto mavazi, na watoto walikuwa hawana ile tag ya kuvalishwa mkononi. Kwa hiyo inamaanisha labda mtoto wetu anaweza kuwa hata ameenda sehemu nyingine, na pia alikataa kumpima mtoto mmoja ambaye aliyomkuta hapo dili ambaye alikuwa anaonekana kwa macho takriban angekuwa na hizo kilo 3 na gramu 666 kama inavyoonyesha kwenye ultrasound, na badala yake walitupa mtoto mbadala mwenye kilo 2 na gramu 285 ambapo alipimwa akiwa bila nguo. Kwa hiyo nina imani kabisa pale mtoto wetu hakuwepo, lakini sauti ya mama ndio sauti yetu sisi wananchi. Ninamlilia mama kwa kilio, maana nimeshalia sana, na nashukuru watu wake wamekuja wale wa kisheria, lakini namuomba mama wale watoto waliozaliwa siku hiyo wapime wote DNA kwa sababu inaweza kuwa yamkini katika wale waliopimwa wale watoto si wa kwetu, na yule aliyosema ni wa kwetu ni njiti, na ndio maana walimpeleka kwenye chumba cha premature. Binti yangu alikuwa na mimba ya wiki 39, na ambapo ilitakiwa tu akijifungua mtoto wake ni mzuri, ni mzima, na nilimsikia kilia, maana wakati alifanya operation nilikuwepo, si hadithi za kuhadisiwa. Kwa hiyo namuomba Mama Samia Suluhu Hassan kwamba mtoto tuliopewa sio wa kwetu. Huyo mtoto ana kilo 2 na gramu 285, tumepima na mashahidi wapo, na mtoto wetu alikuwa na kilo 3 kama inavyoonyesha kwenye ultrasound na gramu 666. Kwa maelezo ya Dr. Mganga mfawidhi hospitali ya Mount Meru, anasema mtoto wanaye yuko hapa, amini labda yuko mochwari au, lakini wamesema mtoto yupo, na sidhani kama ningemuulizia hivyo kwa sababu mtoto wetu hakuwa na kilo 2 na gramu 285, ana kilo 3 kama inavyoonyesha kwenye ultrasound na gramu 666. Fauzia Mustafa ni wakili, lakini kwa leo natokea kwenye kampeni ya msaada wa sheria kwa almaarufu kama Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo kwa sasa iko hapa mkoa wa Arusha. Leo katika utekelezaji wa majukumu yetu tulikutana na jambo hili, tulipata lalamiko, na baada tu ya kulipokea tuliamua kulifanyia kazi kwa uharaka. Tulipofika kwa mama huyu ambaye anaishi na binti yake, tulipata nafasi ya kumsikiliza lalamiko lake kwa kina, ambapo alituelezea haswa kilichotokea kwa binti yake huyu. Na kama ambavyo tulielezea awali kwa ufupi ni kwamba malalamiko yao ni binti yao huyu wakati wa kujifungua wanahisi kwamba alibadilishiwa mtoto ambaye alijifungua. Kwa hiyo mara baada ya kuwasikiliza, kwa kweli sisi kama timu nzima ya wataalam tuliguswa sana kwa namna ambavyo familia hii ilivyokuwa imeumia, ilivyo ina machungu, kama kweli kitu hichi kilifanyika.
na tuliona kuna umuhimu sasa wa kufika hospitali husika ambayo inalalamikiwa ili kuweza kupata habari kwa upande wa pili ya nini ambacho kilijiri. Na tulifanikiwa kuonana na mfawidhi, daktari mfawidhi wa hospitali hii ya Mount Meru, ambaye naye kwa ufupi alituelezea jambo ambalo lilijiri. Na kwa kuwa sasa jambo hili limeshafika ngazi ya Wizara ya Afya, kwake yeye ingekuwa ngumu kuendelea kutuelezea kwa kina ni nini ambacho kinaendelea au ni nini ambacho kilitokea, kwa kuwa sasa yeye hawezi akawa tena ni msemaji. Na kwa maelezo ambayo alitupatia sisi yalitosha kutupa mwanga wa hatua gani zimeshachukuliwa na nini cha kufuata baada ya hapo. Na tuliweza kugundua kwamba kuna hatua za awali ambazo zilichukuliwa kama kumsimamisha kazi muuguzi huyu ambaye analalamikiwa, lakini vile vile tumepata taarifa kwamba vinasaba vilikuja kuchukuliwa na ofisi ya RPC, na kwa sasa tunasubiria majibu ya vinasaba hivyo. Kwa hiyo mpaka hapo ndio hatua ambazo zimechukuliwa, lakini sisi sasa kama wataalam ambao tunatokea kwenye kampeni hii hatutaishia hapa, tutaendelea kulifuatilia swala hili kwa karibu sana. Tutawachagua wataalam ambao watakabidhiwa jukumu la kulisimamia hili swala mwanzo mpaka mwisho, mpaka ambapo mama huyu atahisi haki yake imetendeka. Tumeona mama huyu ameomba kwamba watoto wote waliozaliwa siku hiyo waweze kupimwa vinasaba vyao na wazazi wao. Tumelichukua, lakini tumemshauri kwanza tusubiri majibu ya vinasaba ambavyo vilitangulia kupimwa. Inawezekana kati ya vinasaba vile moja kati ya vinasaba vikaoana na mtoto wake ambaye ni Neema. Kwa hiyo tumemshauri kwanza tusubiri. Mara baada ya majibu hayo ndo tutajua hatua nyingine ambayo itatakiwa kuchukuliwa, na kama tutaona kuna ulazima wa watoto wote siku hiyo waliozaliwa kuchukuliwa vinasaba, basi na sisi tutalifuatilia hilo na kufanikisha swala hilo. Kwa kweli kama mama na kama mwanamke nilishindwa kuvumilia kumwona kwanza mzazi wa Neema, lakini na Neema mwenyewe ambaye ndiye aliyejifungua. Sisi wanawake tunajua uchungu wa kupoteza mtoto. Kwa hiyo nadhani mliona vile ambavyo nilishindwa na mimi kuvumilia na kujikuta nikitokwa na machozi, lakini kwangu mimi hiyo kutoka na machozi ni ishara nzuri, kwa sababu swala hili sitalichukulia kama swala lingine, lakini nitalibeba kama swala langu.